Hali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa habari tuliokuandalia kwa siku ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na baadhi ya watengeneza maudhui katika mitandao ya kijamii ndani ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino's SAUT campus ya Mwanza wameelezea hamasa yao ya kuendelea kutumia mitandao ya kijamii ili kuelimisha na kuburudisha. Rais Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville mwenye miaka 82 ametangaza kuwania muhula mpya katika uchaguzi utakaofanyika mnamo mwezi wa 3. Na katika michezo, timu ya idara ya uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma kutoka SAUT Mwanza imefanikiwa kutinga hatua ya fainali kwa mikwaju minne ya penati dhidi ya moja kutoka kwa timu ya idara ya falsafa katika michuano ya Airtel University Sports Bonanza kwa mwaka 2026 inayoendelea ndani ya Chuo Kikuu cha SAUT campus ya Mwanza. Tuanzie hapa katika jiji la Miamba. Baadhi ya watengeneza maudhui kwenye mitandao ya kijamii kutoka ndani ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino's SAUT campus ya Mwanza wamesema wataendelea kutumia mitandao ya kijamii ili kuelimisha na kuburudisha. Maoni ya watengeneza maudhui hao yanafuata baada ya serikali kutoa kiasi cha bilioni 2 zitakazowezesha watengenezaji wa maudhui mitandaoni kuimarisha kazi zao na kuongeza kipato kupitia majukwaa ya kidijitali. Daniel Samuel amekutana na watengenezaji maudhui hao na kuzungumza nao. Hii ni taarifa yake aliyotuandalia. Mwishoni mwa mwezi wa kwanza jijini Dodoma, tangazo lilisikika. Leo tuna habari njema. Wizara yetu imepatiwa fedha takriban bilioni 2 kwa ajili ya content creator, kwa ajili ya vijana wa online TV wanaofanya shughuli zao kupitia mitandao ya kijamii na kuendesha maisha yao. Iwe ni TikTok, iwe ni Instagram, iwe ni Facebook, iwe ni YouTube, iwe ni any program ambayo unaifanya, Daktari Samia ameamua kukuwezesha ili upate kutimiza ndoto yako. Fedha hizo zimetolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa lengo la kuyawezesha makundi yote ya watengeneza maudhui ikiwemo katika sekta ya utalii, michezo, habari, jamii, muziki, filamu na sanaa nyinginezo. Kufuatia tangazo hilo, nimewafuata vijana watengeneza maudhui, nao wamesema ni hamasa yangu ambayo kwa hii la serikali iliyotengwa ni kwamba nizidi kufanya kazi kwa mtiririko wa kila siku. Maana kwenye peji zangu hizi ambazo nilikuwa naziendesha nilikuwa nafanya kazi kwa kusuasua kutokana na baadhi ya kukosa resources za kufanyia kazi, lakini hii imenipa hamasa kwamba nitawekeza nguvu kubwa kuhakikisha natengeneza maudhui kila siku ili nifike sehemu fulani ambayo nitaweza kunufaika, pia ninaweza nikawa mmoja wa kunufaika na hiyo iliyotengwa na serikali. Okay, mimi kwa upande wangu bwana, kama mtengeneza maudhui, ile tangazo la kutangazwa kwa bilioni 2 kwanza linanipa hamasa kubwa kuendelea kufanya kile ninachofanya, sababu naamini kama serikali imeweza kutenga muda wake na kutenga bajeti yake kuweza kutoa kwa sisi vijana waandaaji wa maudhui, basi naamini kwamba serikali ule ni mchango tosha kwa sisi vijana katika kuelekea kujiajiri katika uandaaji wa maudhui. Mimi kama mtengeneza maudhui imenipa hamasa kubwa kwa sababu inaonyesha kwamba serikali imeona mchango wetu, lakini pia serikali imeona namna gani vijana tunapambania katika hiyo nafasi ya kutengeneza maudhui. So inanipa motisha, inanipa hamasa kuendelea kutengeneza maudhui, lakini pia nikiamini kuwa serikali inaona kitu ambacho tunaendelea kupambania vijana, kwa sababu ajira imekuwa ngumu, so vijana wengi tumejikita huko. Hata hivyo, zoezi la uandikaji wa walengwa linaendelea, huku mwisho ni Februari 15 ambapo watengeneza maudhui wanatakiwa kufika katika ofisi ya halmashauri ya wilaya, manispaa na miji na majiji kupitia vitengo vya habari ili kuchukua na kujaza fomu za maombi zikiainisha taarifa binafsi pamoja na shughuli wanazozifanya. Nikiripoti kutokea hapa Chuo cha Mtakatifu Agustino campus ya Mwanza, mimi ni Daniel Samuel, SAUT TV. Ni taarifa yake Daniel Samuel. Tuendelee kusalia hapa katika jiji la Mwanza ambapo baadhi ya watumiaji wa barabara ya SAUT kuelekea Masha wamesema upungufu wa miundombinu ya usalama katika barabara hiyo inaweza kusababisha madhara kwa vyombo vya moto na watumiaji waenda kwa miguu. Mwanahabari wetu Razaro Madu amezungumza na watumiaji wa barabara hiyo na hii ni taarifa yake aliyotuandalia. SAUT TV tumekuja hapa kwenye junction hii inayounganisha kwenye barabara au makutano ya barabara inayounganisha barabara Chapayo mjini
kuelekea katika chuo cha Mtakatifu Agostino na barabara ambayo inaunganisha kuelekea mtaa wa Masha hapa katika mtaa wa Marimbe, na nia yetu ni moja tu. Barabara hii haina tuta au hakuna zebra ambayo ipo karibu na junction hii. Sasa nini madhara ambayo yanaweza yakasababishwa na kutokuwepo na tuta au zebra karibu na junction hii? Na haya ni maoni ya watumia barabara ambao wameyatoa mbele ya kamera ya SAUT TV. Kuwepo na tuta, hiyo ni madhara moja hapo ambayo tunayapata sio nacho kwa sababu ya population iliyopo hapa chuoni. Ila bumps zipo, lakini bumps ziko mbali na junction. Na yeye inaweza kuwa sana, lakini sio kwa ukubwa sana. Hiyo ni gharama. Cha ushauri wangu mimi naona waweke zebra. Zebra itakuwa ni nzuri sana kwa sababu mtu atakayetoka kule atakuwa anajua akisogea hapa kuna zebra, itakuwa inamuonesha kwamba kuna watu wanavuka. Hiyo itakuwa ni solution moja hapo ya kusababisha, kwa sababu kuondoa ajali ambazo zinatokea barabarani. Miongoni mwa changamoto ambazo zinaweza kujitokeza maeneo yale pale kwa sababu ya kutokuwepo kwa tuta pamoja na ajali. Pia hofu kutaka kwa watu kwa hamna alama yoyote ile au kiashiria chochote kile. Kwao watu wanakuwa na ile hofu pengine muda wote yule hata kupata ajali. Kuna kona kubwa alafu hamna alama yoyote inaonyesha kwamba kuna kona. Kwa gari ikija imejiachia, bodaboda, bajaji lakini imejiachia. Inaweza kusababisha ajali. Kwa ningependa kushauri serikali kama waweke utaratibu wote, kama ni zebra iwekwe ama iwekwe au alama yoyote ili kusudi waweze kutuelewesha, kwa sababu hapa inaweza kutokea ajali mbaya sana. Naam, hayo ndio yalikuwa maoni yao ya watumia barabara. Madhara ya kutokuwepo na tuta au zebra karibu na junction hii. Nikiripoti kutoka kwenye junction hii inaunganisha barabara itokayo Masha mtaa wa Marimbe na barabara inayotoka mjini kuelekea chuo cha Mtakatifu Agostino. Mimi ni Lazaro Madu wa SAUT TV. Tupe kisogo taarifa hiyo. Hivi sasa tuelekee katikati ya Tanzania huko bungeni jijini Dodoma. Spika wa Bunge la Tanzania Musa Hassan Zungu amemwagiza Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe kukutana na benki zinazotoa mikopo ya 10% ya halmashauri ili kuweka utaratibu kutoa mikopo hiyo pasipo msumbufu wowote. Mwanahabari wetu Daniel Samuel amefuatilia kwa kina kile kilichokuwa kikiendelea huko bungeni jijini Dodoma, na hii ni taarifa aliyotuandalia. Ikiwa leo ni mkutano wa pili wa bunge la 13 unaotarajiwa kuahirishwa leo Februari 6 mwaka huu jijini Dodoma, Spika wa Bunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Zungu amemwagiza Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe kukutana na benki zinazotoa mikopo ya 10% ya halmashauri ili kuweka utaratibu wa kutoa mikopo hiyo pamoja na usumbufu wote. Serikali imefanya vizuri sana, watendaji wako wamefanya vizuri sana, madisi wamefanya vizuri sana, kata zimefanya vizuri. Shida ni benki hawatoi pesa. Kwa upande wa serikali tunapongeza, mmetimiza azma ya Mheshimiwa Rais. Pesa hizi sio sadaka, pesa hizi sio za bure, zikopwe, zirudi, zizunguke. Wananchi wamekubali. Tatizo mabenki hawafikii, masharti yao ni magumu. Hata hivyo, Spika Zungu amesema kuwa baadhi ya vikundi vya wajasiriamali mtaani vimekuwa vikihangaika kupata mikopo hiyo kwa muda mrefu bila mafanikio. Kwa hiyo mabenki nao walete uthibitisho. Mimi na uhakika mabenki hawana kapasiti ya kufikia vikundi vyote hivi, hawana. Serikali imefanya kazi nzuri sana, vikundi vyote vimekaguliwa na watendaji vyote, lakini kishafika benki wanataka leseni ya fire, TIN number. Sasa mama lishe bibi yetu pale, Bi Shukuru, TIN number naitoa wapi? Leseni ya fire naitoa wapi? Tujali maisha ya watu hawa, watu wetu kupata chao cha chini. Mheshimiwa Waziri, mkikaa na degree za uchumi hatutaweza kuwasaidia hawa wananchi. Wananchi washirikishwe, waambiwe hizi pesa sio sadaka, hii pesa ni ya mkopo. Kopa milioni, rudisha milioni bila riba. Tena kuomba sana, tena watu mabenki waite tuje kuwaona. Mbali na hayo,
amesisitiza umuhimu wa serikali kuondoa vikwazo vya upatikanaji wa mikopo hiyo, ikiwemo kupunguza masharti ili kutoa fursa kwa makundi yote ya vijana kupata mikopo. Agizo hilo limetolewa leo wakati wa kipindi cha maswali na majibu bungeni jijini Dodoma, ambapo mbunge wa viti maalum Neema Mjule alihoji kuhusu mpango wa serikali na kupima matokeo ya mikopo hiyo ili kubaini changamoto na mafanikio yake. Mtazamaji, taarifa yake Daniel Samuel inatupa nafasi ya kupata mapumziko mafupi. Tukirejea ni katika habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV popote unapotutazama. Hivi sasa ni wakati wa kuyaangazia yale yaliyotokea nje ya mipaka ya Tanzania. Rais Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville mwenye miaka 82 ametangaza kuwania muhula mpya katika uchaguzi utakaofanyika mnamo mwezi wa 3. Kwingineko huko nchini Oman, wawakilishi wa Marekani pamoja na Iran wanakutana na kufanya mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Mazungumzo hayo yanafuata baada ya kuwepo kwa mvutano wa kidiplomasia baina ya pande hizo mbili tangu kutokea kwa maandamano nchini Iran. Mwandishi wetu Dorcas Maximilian anaeleza kwa kina juu ya undani wa taarifa hizo za kimataifa. Denis Sassou Nguesso ametangaza kugombea kwake mwenyewe wakati wa uzinduzi wa maonyesho makubwa ya kwanza ya kilimo nchini Kongo, akipongeza wakulima na kuahidi kuwaunga mkono. Kauli yake inaungwa mkono na maamuzi ya chama chake cha PCT kilichomteua mwishoni mwa mwezi Disemba, akiwa ni mtawala mkongwe ndani ya Congo Brazzaville. Aliyekuwa mkuu wa Congo Brazzaville kwa zaidi ya miaka 40, aliongoza nchi chini ya utawala wa chama kimoja kuanzia 1979 hadi 1992 kabla ya kushindwa katika uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi na Pascal Lissouba. Aliporudi madarakani mwaka 1997 kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe, alichaguliwa mwaka 2002 na kuchaguliwa tena mwaka 2009. Mwaka 2015 alirekebisha katiba ili kuondoa kikomo cha mihula miwili ya urais. Mwanadiplomasia mkuu wa Irani hivi leo amesema kwamba mazungumzo ya nyuklia na Marekani yaliyopatanishwa na Oman yamekuwa mwanzo mzuri na yanatarajiwa kuendelea. Taarifa iliyochapishwa na shirika la habari la Reuters imetafsiri kauli ya mwanadiplomasia huyo kama matamshi yanayoweza kusaidia kupunguza wasiwasi zaidi, wakati ambapo kushindwa kufikia makubaliano kunaweza kusukuma Mashariki ya Kati karibu na vita. Walakini waziri wa mambo ya nje Abbas Arq, baada ya mazungumzo katika mji mkuu wa Oman Muscat, ametahadharisha kuwa mazungumzo yote yanahitaji kuepusha vitisho pia shinikizo zaidi. Kiongozi huyo amekaririwa akisema kwa sasa Tehran inajadili tu swala lake la nyuklia na si swala lingine lolote na Marekani, wakati pande zote mbili zimeonyesha kuwa tayari kufufua diplomasia juu ya mzozo wa muda mrefu wa nyuklia wa Tehran na nchi za Magharibi. Hapo kabla siku ya Jumatano, waziri wa mambo ya nje wa Amerika Michael Rubio alitaarifu ulimwengu kuwa ikiwa Washington ilitaka kupanua mazungumzo hayo ili kushughulikia makombora ya ballistic ya Irani na msaada wa vikundi vyenye silaha karibu na eneo hilo. Imehaririwa na Martin Michael na mimi ni Dorcas Maxi, SAUT TV. Asante sana Dorcas Maximilian kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi. Tukirejea punde tutaungana na Veronica Mliato tukikusomea habari za kibiashara. Nikusiendelea kusalia nasi. Wiki hii kwenye Sudi wa Boda. Yaani vijana wa siku hizi bana, kazi kubadilisha wanawake tu ndani. Kulipa kodi yangu Sasa hii kama alipie nani bwana? Sudi ni ananisumbue. Ananisumbua. Tuse kufuatilia Sudi wa Boda kila Jumamosi saa 11 kamili jioni kupitia Instagram, Facebook na TikTok @SAUTV. Karibu mtazamaji wa SAUT TV na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Veronica Mliato. Wanunuzi wa samaki katika eneo la Kisoko jijini Mwanza wameiomba serikali ya halmashauri husika kuwasaidia kutatua changamoto zinazowakabili katika biashara zao, ikiwemo gharama kubwa za leseni, hali ambayo inawadhibiti kiuchumi na kupunguza faida za biashara zao. Kwa taarifa hizi za biashara tuungane na mwanahabari wetu Amina Akiba.
Ukizungumzia Mwanza huwezi ukaacha kuizungumzia biashara ya samaki. Mtazamaji, leo tumekuja katika kizimba cha kufugia samaki ambapo pia wafanyabiashara wadogo wadogo ambao wanauza samaki mitaani na majumbani wamekuja hapa kwa ajili ya kufanya biashara yao. Tutazungumza nao kupata kujua umuhimu wa biashara hii, lakini pia hasara ya biashara hii kwa ujumla. Bei zinabadilika mara kwa mara. Mtu anaweza akaona tu sehemu fulani hawavuni samaki, sehemu fulani wamama na wapandishia bei. Kweli tuna changamoto hiyo pia ya kupandishiwa bei. Naweza akasema 7,700 kabadilika tena 8,000 kwa kuona watu hawajavuna samaki kingi. Lakini changamoto tunazozipata ni kubwa kwenye hii biashara, kwa sababu hao wafanyabiashara wanaotuuzia hizi biashara mizani yao imekuwa ikitofautiana. Unaweza ukapima hapa, unaenda unapima kule, unakuta ni tofauti. Kwa hiyo tuna shida kwenye mizani. Lakini shida nyingine kubwa tulionayo, ushuru sio rafiki, kwa sababu tunalipa leseni, lakini pia sasa hivi tunalipa na ushuru. Sasa ukipiga hesabu ushuru tunaolipa kwa mwaka, tunalipa 100 kwa kilo, lakini ukipiga hiyo 100 kwa kilo unazochukua ukalipa ukaipiga kwa mwaka, hela ni nyingi zaidi hata ya leseni tunayokata. Kwa hiyo tungeomba serikali itupunguzie gharama ya ushuru, ilikuwa ni kubwa sana. Mimi nafikiri changamoto zangu ni hizo. Naomba serikali tusaidie kwenye hilo. Tusaidie jambo kama hilo, tufikishe ngazi ya juu. Kama mnatuongeza kamtaji wa mama, itakuwa jambo jema. Waswahili husema mali bila daftari huisha bila habari. Mtazamaji wa SAUT TV, ili ni eneo la kuvua samaki kama ambavyo unaweza kuliona. Wafugaji, wafanyabiashara na wakata kodi wanapatikana hapa. Wewe na biashara yako unaweza ukajiona ni bora, lakini wao pia ni bora kwa nafasi zao. Mimi ni Amina Akiba wa SAUT TV. Asante sana Amina Akiba kwa taarifa hizo za biashara. Na biashara za kimataifa, soko la hisa la Australia limepoteza takribani dola bilioni 70 katika kikao chenye hasara kubwa zaidi tangu siku ya uhuru ya Aprili 2025, huku wawekezaji wakihama kwa wingi kutokana na hofu ya hali ya uchumi duniani. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za michezo na Joyce Pakomi. Endelea kutazama SAUT TV habari. Mimi ni Veronica Mdiatu. Ni matumaini yangu mzima wa afya, mwanamichezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo. Jina langu ni Joyce Pakomi. Timu ya idara ya uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma kutoka Sauti Mwanza imefanikiwa kutinga hatua ya fainali kwa mikwaju minne ya penalty dhidi ya 1 kutoka kwa timu ya idara ya falsafa katika michuano ya Airtel University Sports Bonanza kwa mwaka 2026 inayoendelea ndani ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi ya Mwanza. Katika rubaa za kimataifa, hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika inatazamiwa kuendelea katika viwanja mbalimbali. Wawakilishi wa Tanzania katika michuano hiyo watakuwa ugenini wakizisaka alama 3 muhimu. Kwa undani wa habari hizi za kimichezo, tuungane naye mwanahabari wetu Stella Po. Ni katika viwanja vya Raila Odinga vilivyopo katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Sauti Campus ya Mwanza, ambapo michuano ya Airtel University Sports 2026 imeendelea kupigwa katika viwanja hivi. Katika michezo iliyochezwa siku ya leo, timu kutoka idara ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma imefanikiwa kutinga hatua ya fainali mara baada ya kumtoa mpinzani wake timu kutoka idara ya falsafa kwa mikwaju 4-1. Nimefanikiwa kufanya mahojiano na timu zote mbili, ambapo nimefanya mahojiano na kocha kutoka timu ya idara ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma pamoja na makapteni wa timu zote mbili. Nao wakawa na haya ya kusema. Mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kumaliza mchezo salama na kumaliza salama. Tumeweza kufanikiwa kuendelea katika hatua ya fainali. Tumecheza na mpinzani ambaye alikuwa very compact, anacheza defensive muda wote, yani ndio maana unaona muda mwingi wa mchezo walikuwa wapo katika zoni yao. Ulikuwa ni mchezo mgumu dhidi ya wapinzani wetu Bafield. Tulianza kuongoza tukashindwa kuzuia, wakapata chuma. Tumeenda nao matuta, Mungu kasaidia. Nipende kumpongeza pia kipangu Muzamiru.
katusaidia kutoa penalti 3, tumefuzu dhidi ya fainali ambayo itakuwa kesho. Tunamsubiri mpinzani wetu kati ya Baedi na Sauti Sport atakayofuzu dhidi ya leo. Kwetu sisi kama wachezaji tumeweza kupambana, kila mtu ameonyesha alichonacho. Hatimaye tumeweza kufika katika hatua ya mikwaju ya penalti ambayo huwezi kumlaumu mchezaji yoyote, ambapo pale huwa ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Hatimaye wenzetu wameweza kupata nafasi ya kufuzu kwenda hatua ya fainali. Sisi kama sisi tutaendelea kujituma kufanya mazoezi ili tuweze kurudi bora. Kwingineko kimataifa, mwishoni mwa juma hili hatua ya makundi ya CAF Champions League inaendelea barani Afrika, ambapo vilabu kutoka nchi mbalimbali vinashuka dimbani kuwania nafasi ya kufuzu robo fainali. Michuano hii inaendelea leo Februari 6, ambapo majira ya saa 4 kamili usiku mchezo kati ya MC Alger na Al Hilal Omdurman utapigwa huko nchini Algeria, hii ikiwa ni miongoni mwa sehemu ya kundi lenye ushindani mkubwa, ambapo timu kutoka Afrika Kaskazini na Mashariki zinapambana kuonyesha ubora wao. Mechi hii inatarajiwa kutoa mwelekeo wa nani ataongoza kundi hilo. Na siku ya Jumamosi Februari 7, mashabiki wa Zambia na Morocco watashuhudia pambano kati ya Power Dynamos na RS Berkane. Hii ni mechi muhimu kwa Power Dynamos ambao wanataka kutumia faida ya uwanja wa nyumbani, huku Berkane wakijivunia uzoefu wa michuano ya CAF Champions League. Katika siku hiyo hiyo, Simba Sports Club kutoka hapa nchini Tanzania itakabiliana na Petro Atletico ya Angola. Hii ni mechi yenye mvuto mkubwa kwa Tanzania, kwani Simba wanahitaji ushindi ili kujiweka vizuri kwenye kundi lao. Petro Atletico kwa upande mwingine wanataka kuendeleza rekodi yao nzuri ya kutumia uwanja wa nyumbani. Mechi nyingine itakayovutia macho ya Watanzania ni ile ya Young Africans dhidi ya Rabat ya Morocco, ambapo Yanga wanataka kuonyesha ubora wao barani Afrika baada ya mafanikio ya ndani ya nchi, huku Rabat wakitafuta kuendeleza historia yao ya mafanikio katika michuano ya CAF Champions League. Nikiripoti habari hizi za michezo, jina langu ni Stella Po wa SAUT TV. Asante sana Stella Po kwa taarifa hizo za michezo. Hadi kufikia hapa sina la ziada katika michezo kwa siku ya leo. Mimi ni Joyce Pakomi na sasa nirudishe kijiti kwake Dorinson Edward kwa kuhitimisha habari kwa siku ya hii leo. Asante sana Joyce Pakomi kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo zinatutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla tupate tena muktasari wake. Baadhi ya watengeneza maudhui katika mitandao ya kijamii ndani ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino SAUT Campus ya Mwanza wameelezea hamasa yao ya kuendelea kutumia mitandao ya kijamii ili kuelimisha na kuburudisha. Rais Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville mwenye miaka 82 ametangaza kuwania muhula mpya katika uchaguzi utakaofanyika mnamo mwezi wa 3. Na katika michezo, timu ya idara ya uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma kutoka SAUT Mwanza imefanikiwa kutinga hatua ya fainali kwa mikwaju minne ya penati dhidi ya moja kutoka kwa timu ya idara ya falsafa katika michuano ya Airtel University Sports Bonanza kwa mwaka 2026 inayoendelea ndani ya Chuo Kikuu cha SAUT Campus ya Mwanza. Kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hii ya habari, jina langu ni Dorinson Edward. Uwe na wakati mwema.